Kwanza mimi nikushukuru kwa swala lako ulioanza nalo ni zuri, kwamba kama ni waandishi ambao nyinyi mna jukumu kubwa kuhabarisha jamii, kwamba mnaona kazi kubwa na nzuri iliyofanywa na serikali zote mbili za CCM. Kama unavyojua kwamba kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano na katiba ya Zanzibar, kwamba uongozi wa kuongoza nchi yetu unatokana na wananchi, na wananchi unatokana kwa kupata ridhaa kwa njia za kidemokrasia, kwa maana kupigwa kura. Kwa maana hiyo, kama ni hivyo basi, kwamba ili upate mamlaka ya kuongoza nchi lazima upitie kwenye chama. Kwa maana hiyo, chama chetu ndicho kilichoingia mkataba na wananchi. Nakumbuka kwamba kila chama inabidi lazima iende na ilani kwa wananchi, iwaambie mkituchagua sisi tutafanya 1, 2, 3, 4, 5. Kwa bahati nzuri, na hapa napenda kumshukuru sana Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi, ambapo ameitendea haki ilani ambayo nikiwa kama msemaji na msimamizi wa ilani yenyewe, msije mkaona kama ni miujiza. Ilani hii hapa, hichi ni kitabu ambacho kina kurasa 303 ama 303. Hichi ndo mkataba baina ya Chama cha Mapinduzi na wananchi. Labda tumefanya nini? Tumefanya nini? Umesema hizo kauli zipo, lakini kulikuwa na kauli ambayo tunakwenda nayo ndani ya miaka 4 hii, miaka 4 kama 400. Haya yote yamekuja kutokana na kazi kubwa nzuri ya utekelezaji wa ilani iliyofanywa. Na ndio maana baada kutekelezwa vizuri ilani kwa ufanisi, ndio maana tukasema uongozi unaoacha alama. Kama kiongozi unapokuwa pala lazima uache alama, na alama tunaizungumza hapa ni positive sign, si negative sign. Kwa maana hiyo unaacha alama ambayo ilikuwa ni positive. Na ndio maana tukasema, kwa mfano leo ukiangalia kwenye sekta ya elimu, ilani yetu ilielekeza serikali ya awamu ya 8 kwa mfano itujengee madarasa 1500 vyumba vya kusomea. Tayari Dr. Mwinyi amevuka hiyo ilani kwa zaidi ya 200%. Maana yake mpaka sasa hivi ameshatujengea vyumba vya kusomea takriban 1400 baada ya 1500. Utaangalia, ukiangalia kwenye ilani tulifocus kujenga kama magorofa ya G+3 kama 9 mpaka 10. Yeye kwa taarifa yako ameshatujengea na mengine yako katika finishing magorofa 61. Lakini hatukumalizia tu kwa maana structure, kwa maana ya miundombinu ya elimu, lakini ameimarisha pia maslahi ya walimu. Lakini kutokana na mazingira mazuri ya kusomea vijana wetu, sasa hivi division 1, division 2 kwa zile secondary pilot school na nyingine is not issue. Sasa hivi ukiangalia na watu Kigogo uwezi kukuta matokeo ya form 4, form 6 Lumumba kuna mtu ana division 4 au na division 3 au 2, wote watu wanapiga 1 form 4, form 6. Ukenda Fidel Castro the same. Sasa haya yote mafanikio ndio hiyo alama inayoachwa, yamekuja kutokana na uwekezaji mzuri uliofanywa na Rais Mwinyi kwenye elimu. Lakini elimu pia tumeimarisha vifaa vya ufundishaji. Maana jengo ni kitu kimoja, walimu, lakini vifaa. Zamani si miaka ya 80 huko tunaanza kusoma msingi kwenda mbele, unaomba testi tupu wala uioni, unasomeshwa ubaoni tu, unachorewa kwa chaki. Au vene ukeni pale unachorewa kwa ubaoni, lakini uioni physical. Sasa hivi tumejenga hizi shule. Hizi shule kuna lebo ya science. Kwa maana hiyo tuna lebo ya chemistry na biology. Tuna lebo ya physics, lakini tuna computer room. Kwa maana hiyo leo, zamani ilikuwa kucheza kompyuta kama hivi ni watu wachache tu tulikuwa lazima. Lakini sasa hivi hata mtoto, mimi mwanangu mdogo tu ana iPad gumiela nishinda. Kwa kuda, maana yake ni nini? Maana yake sasa hivi Dr. Mwinyi anakwenda na speed, na kwa mujibu wa shirika la elimu duniani, yani standard ya wanafunzi katika darasa la kusomea wasizidi wanafunzi 45. Sasa Dr. Mwinyi kapiga, tunakwenda sasa hivi kila darasa matarajio yetu kuwa na wanafunzi 40. Lakini sio hilo tu, katika wanafunzi 40 pia
katika kuangalia hilo pia walimu wanasomesha kwa mfumo sasa wa digital. Manake tumeunganishwa na mifumo yote ya elimu dunia nzima. Kwa maana inaweza kwa syllabus ambayo tunaitaka iko Marekani kwenye labda biology au chemistry, pale mwalimu anaweza akaconnect moja kwa moja. Kwa maana hiyo tunatumia mkonga wa mawasiliano ya taifa. Kwa maana hiyo tunaweza kuconnect Kibaha hata Ulaya kokote pale. Kwa maana hiyo ni katika elimu tu, ni portion moja ya elimu. Lakini pia lengo kubwa kuingia mkondo mmoja. Maana yake nini? Zamani sisi tulio kusoma unaingia asubuhi tu, atuendi tena shule. Unarudi mchana, unapumzika saa 8 unaenda madrasa, ukirudi madrasa unapumzika, unaenda zamani sisi tunaenda msikitini, magharibi tunakuwa na darasa huko imeisha hiyo. Kwa maana hiyo uwekezaji mkubwa uliofanywa na Rais Mwinyi kwenye elimu imetoa sasa nafasi hata elimu ya kiroho, kwa maana elimu ya Qur'ani, elimu ya chachi. Kwa maana sasa hivi tunataka watoto wakishapata elimu dunia wakapata elimu ya kiroho, ili tuwe na watu wani viongozi wazuri, tusije kuwa na viongozi majizi. Si unaona? Kwa maana hiyo katika elimu tumefanya vizuri sana kabisa. Tumefanya vizuri kwa maana hata ufaulu sasa hivi. Miaka mingi Zanzibar ilikuwa inashikamkia kwenye chati za list kwa Tanzania mitihani ya taifa. Lakini sasa hivi Zanzibar unaikuta katika top 10 na kuwemo. Kwa maana haya ni mafanikio makubwa. Na hata ufaulu, kwa mfano Dr. Mwinyi alikuwa anaingia, ilikuwa kidato cha 4. Ufaulu ulikuwa kama 52, 53. Sasa hivi ufaulu umeongezeka kidato cha 4, ndio tunasema mtihani mgumu. Form 4 tumefikia sasa hivi 89%. Can you imagine? Kutokana na uwekezaji. Lakini form 6 sasa hivi tumefikia 99% katika ufaulu. Almost vijana wengi wanaofanya mtihani na sasa hivi wako kwenye mtihani wa kidato cha 6, basi wanakuwa na sifa ya kuendelea na elimu ya juu. Hiyo katika elimu. Lakini pia katika kuhakikisha Dr. Mwinyi anatengeneza wataalamu, ameongeza mara 2 zaidi fedha za mikopo za elimu ya juu. Sasa hivi mzee hana pressure, mwanangu kapasa hata soma vipi chuo kikuu. Ni mtoto tu mwenyewe kupasa. Serikali inatoa mikopo kwa taaluma, kwa fani zote, science and art. Wote wanapata mkopo. Lakini sio hapo tu. Haije kutoka Dr. Mwinyi sasa hivi anatoa mikopo kwa level, tulikuwa tunatoa kwa level ya degree. Sasa hivi hata level ya diploma watu wanapata mikopo. Kwa maana haya ni mafanikio makubwa na mapinduzi makubwa sana katika elimu. Hilo ni katika elimu. Labda hiyo ndo alama na kufafanulia kitaalamu alama. Kwa maana alama nyingine, mfano ukichukulia sekta ya afya. Kwenye sekta ya afya sisi kwenye ilani tulimwambia aimarishe hospitali ya Cottage, Kivunge, hospitali ya Wete, Chake na Mkoani. Hospitali kama 6. Lakini Dr. Mwinyi kaja na plani gani? Dr. Mwinyi kaja na kujenga hospitali za kisasa kila wilaya. Tuna wilaya ngapi Zanzibar? 12, 11. Shafamu wilaya zote zimepatiwa hospitali za kisasa kabisa. Utaona unapokwenda hospitali vifaa vyote unavyovijua vipo. Leo hospitali hizo za wilaya unaweza ukampeleka mgonjwa theater operation. Sawa? Ukafanya operation kwa njia digital kwa kutumia TV. Daktari yuko Marekani anaweza kukusaidia wewe kufanikisha operation huo. Leo hakuna ambacho kinachokosekana. Kwa maana hiyo kwenye sekta ya afya kaimarisha kwa maana majengo, madaktari bingwa. Dr. Mwinyi anaingia madarakani, madaktari bingwa walikuwa kama 30 tu hivi. Sasa hivi tuna madaktari bingwa ambao wanaweza kufanya surgery yoyote, wanafika zaidi ya 80. Lakini tumeajiri wale tunaita OP, madaktari ambao wagonjwa wa nje wale kawaida wengi sana, manesi. Kwa maana hiyo kwenye sekta ya afya Dr. Mwinyi amewekeza. Lakini kubwa zaidi, Dr. Mwinyi baada ya kujenga hizi hospitali za kila wilaya, zamani ilikuwa inawezekana ikatokezea emergency, kumetokezea ajali au mama labda kataka kujifungua, njia za kawaida imeshindikana, inabidi apeleke theater operation.
ilikuwa daktari paka apigwe simu itokee ambulance imfuate. Sasa hivi Dr. Mwinyi katika kila hospitali unaona ile ya wilaya anajenga na nyumba za kukaa madaktari. Ameanza kujenga nyumba za mkoani. Unaziona? Tuna nyumba takriban 82 pale za madaktari na watu afya, ambao daktari anaingia yeye na shati yake tu na mkoba wake, anakuta flat screen kubwa, anakuta friji, anakuta kitanda, makochi, mpaka internet access FE. Kwa maana hiyo leo madaktari wanafanya kwenye mazingira makubwa, ukiacha na maslahi yao ya kupandishwa mishahara. Na bado kwamba tumeanza hospitali za wilaya. Sasa hivi tumeanza hospitali moja ya mkoa. Tunataka ile rufaa mtu si atoke tu moja kwa moja ndezake Mnazi Mmoja au ndezake Lumumba na pengine. Kwa maana hiyo tunajenga hospitali ya kila mkoa. Tumeanza mkoa wa Mjini. Sasa hivi iko vizuri mkoa wa Kaskazini Mahonda na mengine tunajenga. Lakini pia tunajenga hospitali ambayo tunapata fedha Binguni. Hospitali hiyo ni hospitali ya madaktari bingwa ambayo ya kufundishia. Maana yake ni nini? Ikimaliza ile hospitali ya Binguni tutakuwa hatuna haja ya kufanya rufaa mgonjwa yote kupelekwa duniani. Kwa maana maradhi yote unayojua wewe na msumbua binadamu duniani yatatibiwa Zanzibar. Lakini kubwa katika Dr. Mwinyi alifanyika kwenye sekta afya. Unajua maradhi ya figo yamekuwa shida sana. Yeye ameleta mashine zile dialysis tunaita za kusafisha figo. Mnazi Mmoja pale tuna mashine kama 15. Lumumba tuna kama mashine 10. Na Abdalla Mzee tuna mashine 6. Hizi za serikali. Sasa hivi wagonjwa wanatoka Mombasa, wanatoka Dar es Salaam wanakuja kusafisha figo Zanzibar, tena for free. Serikali inalipa. Lakini serikali pia imeajiri kampuni ya kutoa huduma ya vipimo na dawa. Huyo ndo Dr. Mwinyi. Kwa maana hiyo ile alama tunayosema na ile tunasema miaka 4 kama 400 ambayo yanatokezea. Lakini sasa Dr. Mwinyi kaja na mpango mkubwa sana kwamba anataka Wazanzibari wote wawe na bima ya afya. Bima hii ya afya serikali inachangia zaidi ya 80%. Kwa maana hiyo wewe ukipata tatizo una haki kuchagua hospitali yoyote ukatibiwe. Haya ni mapinduzi makubwa sana katika afya. Na ndio maana vitu vingine hivi tunasema hata kwenye ilani sisi tulikuwa hatujamuelezea. Hiyo kwa ufupi, lakini Dr. Mwinyi amejenga vituo vya afya vidogo vile vya kuanzia, vituo zaidi ya 189 nchi nzima. Hiyo kutokea. Kwa maana wewe hata kilomita 3 unakumbana na kituo cha afya. Unapata huduma. Huyo ndo Dr. Mwinyi. Na ndio maana tunasema uongozi unaoacha alama kwa maana ya haya ambayo yamefanyika. Sasa tukisema miaka 4 kama 400 kwa maana hiyo ni kweli, kwa sababu kwa mtu ukimwambia haya Dr. Mwinyi kayafanya within is not kama miaka 4, tuseme 5 years, mtu hawezi kuamini ukikompare na mambo mengine. Hii ni sekta ya afya. Na kuja kulea kwa fupi ili upate vitu vizuri kabisa. Tazama kupitia Leaders TV kwa mnasaba huo na kile ambacho umekwenda kukizungumza, ni namna gani alama hiyo imekwenda kuachwa kupitia Leaders TV. Bila shaka ameweza kufahamu Dr. Mwinyi alama ambayo amekwenda kuiweka Zanzibar. Sasa mfano tuende kwenye sekta ya miundombinu. Miundombinu ni sekta ambayo ni pana kidogo. Miundombinu inamaanisha miundombinu ya barabara, miundombinu labda ya madaraja, miundombinu ya bandari na mingine. Tuanze na miundombinu ya barabara. Nchi yetu hii yote ukiangalia ina mtandao wa barabara kilomita 1000 kama na 480 hivi. Dr. Mwinyi peke yake ameshajenga kilomita 800. Yaani nusu na robo yake yote mtandao wa barabara yeye kaupiga ndani ya miaka 4. Can imagine akipata miaka 10. It means atakayekuja baada yake ashughulike na barabara. Kwa mfano, kwenye ilani humu tumemwambia Dr. Mwinyi atujengee kilomita 196. 100 kilomita 100 yeye kishatujengea kilomita 800. Can imagine. Ingekuwa tuko kwenye mkutano wake nakwambia nimpigeni makofi Dr. Mwinyi. Kwa maana hiyo Dr. Mwinyi yeye ni mtu wa vitendo vya kuacha alama. Ndio maana ukaona mfano mkoa wa Mjini, unaona sasa hivi ukienda kwenye feeder road, rural road, ukienda miji kama Ambweni, Mombasa, kwa Mchina, Mpendae, Magogoni, unakuta hata ile
ile traffic kwenye main road zimepungua kutokana tuna kilomita 100.9 mjini tu, lakini kila eneo tumejenga barabara za kisasa. Mfano, kulikuwa kuna maeneo ambayo hayawezi kufikika wala hapitiki. Kwa mfano kama ndugu zetu wa Charawi na Ukongoroni walikuwa na shida kubwa barabara, sasa hivi unaenda unatokezea paka Michamvi Boji huko. Ndugu zetu tulikuwa tunasema barabara kongwe Chake Wete, alhamdulillah sasa hivi shafika Tungamaa inamalizika standard kabisa, ambao barabara hii imekuwa korofi tangu wakati wa Rais Karume. Dr. Mwinyi kaimaliza, lakini Dr. Mwinyi huyu kwenye miundombinu ya barabara hakuna jimbo, hakuna pahala ambapo hakuna mradi wa barabara unakwenda tena kwa njia ya lami. Kwa mfano hapa pia barabara nyingine ilikuwa korofi sana, barabara Kizimbani Miwani ile, mwanamume kapiga mkeka. Sasa utakuta Dr. Mwinyi maono yake anaacha alama. Nyingine nikwambieni, nyinyi mmeona sasa hivi zile hatua za mwanzo za kujenga barabara ambayo hakuna barabara viongozi wetu walikuwa naikwepa, kama barabara ya Kinazini Bububu. Barabara hii sio wadogo, nyingine mlikuwa mjazaliwa bado, walijenga Kajima. Kila mtu anaikwepa, mwanamume tayari ashapata pesa anapiga. Sasa hivi tuko hatua mwanzo kusafisha barabara, kukata miti na nini. Hiyo ndio alama Dr. Mwinyi anaacha. Lakini kuna barabara ambayo tangu ukoloni haijajengwa, inajengwa sasa hivi. Barabara Tunguu Kizimkazi Makunduchi, tayari fedha tushapata. Tulipata mkopo wa euro milioni 173, ambapo pesa hizi zinakwenda kujenga airport ya Pemba, zinakwenda kujenga barabara ya Kisauni Fumba, tunakwenda kujenga barabara ya Tunguu Makunduchi Kizimkazi, lakini pia tunaenda kujenga barabara Chake Mkoani, tena tunajenga 4way. Umeona barabara Tunguu Kizimkazi itakuwa na taa kuanzia Tunguu mpaka Kizimkazi na Makunduchi. Simona imeanza Jumbe hapa mpaka pale sasa inaunganisha na kule. Muda wote ambao ikimaliza mvua inaanza. Hiyo ndiyo alama ya Dr. Mwinyi. Hizo ni barabara. Kwenye mfano ukienda Kiuyu, jamaa zangu wa kule Kiuyu Maziwa Ng'ombe Micheweni, leo watoto wana slide tu na viatu vya maringi. Zamani nani utamkuta Pemba anafanya hivyo, lakini kule mtandao mzima umekwenda barabara mpaka kule katika maeneo ya uwekezaji. Kwa kweli Dr. Mwinyi amefanya kwa alama. Lakini barabara kaitoa round about Micheweni, pale Micheweni mpaka kwetu Sumba mjini kule kwenye bandari ambayo alojenga, ambayo itasaidia baada kuanza ujenzi wa bandari ya Wete. Na jingine nikwambieni, katika miundombinu ya bandari Dr. Mwinyi anajenga bandari kubwa 5. Tumefanyia marekebisho makubwa bandari ya Mkoani, kuweka kipana, kutanua ile dipping ya maji. Sasa hivi hata meli za makontena zinakwenda Pemba, ambayo ilikuwa ni moja kati ya kichocheo cha kupandisha bei sana bidhaa Pemba kupanda. Dr. Mwinyi amefanikiwa. Lakini pia umeona amefungwa bandari ya Fumba, ambayo inasaidia bandari ya Malindi sasa kupunguza mzigo. Lakini kiacha bandari ya Fumba, tumejenga bandari ya Sumba mjini, ambayo kwa sasa hivi 96 ukamilika kwa, ambapo ikishakamilika ile kufunguliwa tunafunga bandari ya Wete ambayo inatengenezwa ndio itakuwa multi purpose port kwa Pemba, ambayo iko karibu na Mombasa, Tanga. Kwa maana hiyo huyo ndio Dr. Mwinyi. Lakini pia anajenga multi purpose port hapa Unguja, Mangapwani Bumbwini. Bandari ya Mangapwani Bumbwini ndio itakuwa bandari kubwa peke yake Afrika Mashariki na Kati. Itakuwa na urefu wa maili 1.5. Kwa mfano kutoka hapa Kiswandui, ile bandari yake itakuwa mpaka kwa Dr. Salmini ule ukuta, itakuwa na uwezo wa kufunga meli 10 kwa wakati mmoja kubwa, ambayo itakuwa ni multi purpose port. Itakuwa ni bandari ya cruise ship, bandari ya cargo, zitakuwa zinatoka meli duniani kubwa, zina dampu mzigo, alafu zinakuja meli ndogo ndogo, zinachukua zinapeleka Djibouti, Dar es Salaam, Komoro, South Africa. Sawa? Alafu kwa position nipo kwa Zanzibar iko nje ukilinganisha na bandari nyingine. Kwa maana tunahakika bandari yetu tutapata kazi nyingi. Lakini tutakuwa na bandari ya oil and gas, mafuta na gesi, ambayo tumeanza. Sasa hivi tunateremsha mafuta kule Mangapwani. Tutakuwa na bandari ya container, tutakuwa na bandari ya cargo kama zile saruji na bidhaa zingine, lakini tutakuwa na bandari ya vyakula.
lakini tutakuwa na bandari ya hizo meli za kitalii tumesema, na na tutakuwa na bandari ya luxury, tunasema zile tuna water sport zinazofunga zile meli ndogo ndogo za kwenda snorkeling, diving zile za kitalii. Kwa maana hiyo hayo ndo maono makubwa, lakini ukiacha hiyo pia tunajenga bandari ya tunaita ferry boat hapa kwa Mpiga Duri. Tunataka tuiondoshe hapa Malindi. Hii bandari ya Malindi tunataka kuacha kwa meli za kitalii tu itumike. Tunajenga bandari ya ferry boat hapa hapa Maruhubi kwa Mpiga Duri pale. Kwa maana ukiangalia hayo maono na hizi zote fedha zipo. Sababu ujenzi unaendelea katika miundombinu. Lakini katika hivyo tayari serikali inashanunua, ishatilia na mkataba, tunajenga speed boat za kisasa ambazo zitakuwa the best kuliko ya Azam, kuliko ya Zanzibar Fast Ferry. Itakuwa inatoa huduma Mombasa, Tanga, Unguja, Dar es Salaam. Hizo ni za serikali. Na kwa speed boat ambapo tumeangalia kwamba watu wengi sasa hivi hawapendi kukaa sana majini. Kile ukipata chombo ambacho kinachoenda kwa muda mrefu basi ndio. Kwa maana hiyo hayo ni miundombinu, lakini pia katika miundombinu Dr. Mwinyi ameweza kuongeza mawasiliano kwa maana ya minara. Leo hivi simu ya eneo mingi unaambia network haikamati. Kwa maana amewekeza katika mawasiliano kwa kiasi kikubwa sana. Lakini ukiacha hapo, Dr. Mwinyi pia katika miundombinu amesaidia sana katika miundombinu ambayo ya kuhakikisha kwamba huduma ambazo za bandari kama hayo zinakuwa nyepesi. Kwa maana hayo ni katika miundombinu mitatu. Yako mengi, lakini hiyo ndo kwa alama. Lakini nikupe nafasi uulize swali jingine, nitakujibu yako mengi. Kwa mfano labda nimalizie kabla hujauliza kwenye michezo. Dr. Mwinyi michezo haichukulii kama entertainment, kama ni burudani. Michezo tunachukulia kama duniani ni ajira. Leo mchezaji mmoja anacheza Arsenal, Liverpool, mshahara wake robo ya budget ya wizara nzima. Tena alipo kwa wiki tu. Kama mtu analipo paundi milioni analipo kwa mwezi anapo paundi milioni 1 ama paundi 500,000. Sasa zi calculate hizo alafu zipeleke kwenye shilling shingapi? Unaweza kukuta mtu kwa wiki analipwa milioni 500, 600. Mhasibu yupo hapa atatuambia. Hiyo ni robo ya matumizi ya idara hiyo. Shabamu mtu anachukua kwa wiki. Kwa maana tukasema tuwekeze sasa baada ya michezo kufanya kama entertainment, tufanye michezo kama ajira. Na ndio maana Dr. Mwinyi akaja anajenga viwanja vya kisasa 17 Unguja na Pemba. Tena viwanja hivyo vitakuwa vina standard vya Olympic na FIFA rank na CAF. Kwa maana hiyo ni nini? Na tunajenga uwanja mkubwa ambao tutakaocheza AFCON na CHAN kule Fumba. Utakuwa unaweza kuchukua kwa wakati mmoja watu zaidi ya 90,000, ambapo mchakato wake umeanza. Lakini muone viwanja vya Gombani, vya Amani, Mau vimefanya marekebisho makubwa, viwanja vya Mesara. Yani tunajenga arenas na multi-purpose sport. Sasa hivi tunajenga uwanja wa kimataifa beach soccer. Utakuwa na hoteli na kila kitu. Huyo ndo Dr. Mwinyi. Kwa maana alama tunayosema na miaka 4 kama 400 ni hayo ambayo yanayofanyika. Na nyewe mnaona leo sisi hatuoni wivu. Sisi tulikuwa tunacheza mpira kwenye michanga, leo unaenda kucheza katika artificial ile grass. Sofa yenyewe kabisa. Sasa hayo ni maendeleo na nyinyi mnayaona. Kwa maana Dr. Mwinyi ana alama kwa vitendo ambavyo vile ambavyo wananchi ambavyo wenyewe walitarajia. Na ndio maana ukienda leo Zanzibar ilikuwa mfano kama Kwerekwe na Amani. Hakuna kitu ambacho kilikuwa kinasumbua mpaka leo kwa sababu mradi hujakamilika ni adha ya traffic jam. Leo unaona bridge pale imeshasimama Kwerekwe na kule. Wanamalizia sasa hivi. Leo utakuwa unapita juu, unapita chini, mambo mazuri. Hizo ndo alama. Ukija kwenye sekta ya biashara, masoko ya kisasa, tuna soko bora lenye kuchukua watu wengi Tanzania bara hakuna. Soko la Kwerekwe lina uwezo kuaccommodate wafanya biashara zaidi ya 5,000 kwa wakati mmoja. Wenye kupata mbali wale wengine wanachukua tuna soko la Jumbi, tuna soko la Chuini,
Haya ndo maalama. Lakini ukiacha hayo, Dr. Mwinyi amejenga masoko madogo madogo kila halmashauri nchi nzima. Zaidi ya bilioni 16.5 zimetumika katika kujenga masoko hayo. Na mambo mengi mengine. Nikupe nafasi waulize nyingine. Sasa mengi yazungumza hapa, mambo aliyoacha alama Dr. Mwinyi ni mengi sana, tutachukua muda mkubwa. Na leo Jumaa wala hatuwezi kumaliza. Naam. Kwa kweli yanaonekana na wananchi wanaona. Labda Mheshimiwa Mbeto, serikali ya CCM imekamilisha ilani yake ndani ya kipindi kifupi cha miaka 4, lakini pia imevuka ilani. Wapo wananchi wanajiuliza, Dr. Mwinyi anawezaje kufanya makubwa yote haya? Labda tuambie kupitia Leaders TV. Jitihada hizi zinatokana na nini? Kwanza ubunifu. Unajua Dr. Mwinyi kaja na ubunifu. Na bahati nzuri mimi Rais Mwinyi namjua zamani sana. Bahati nzuri tuliingia kwenye neki. Yeye nilimtangulia, lakini nilikaa naye zamani mrefu. Ukikaa naye mkizungumza anakwambia ile vision yake kwa Zanzibar. Mimi bahati nzuri nimekaa naye miaka mingi. Dr. Mwinyi tunafahamiana sasa hivi zaidi ya miaka 30 mimi naye. Kabla hata ania kuwa rais, kabla hata haja waziri wa ulinzi. Sawa? Kwa maana hiyo kiongozi uwe umejiandaa. Unajua kuna watu wanaomba hizi nafasi hawajajiandaa. Anaomba nafasi ya urais kwa hamu tu ama wapambe tu. Mtu anasema bwana chukua urais, chukua. Dr. Mwinyi alistadi, alijiandaa, akajua Zanzibar inataka nini. Zanzibar tunachelewa wapi? Kwa mfano, ilikuwa sisi kila bajeti hizi zinazokwenda tunatenga fedha ndogo za kufanya ukarabati barabara. Akasema hapana, we wasting time. Wacha tuchukue mkopo, tujenge zote. Alafu ile kila tunapotenga bajeti tutakwenda rejesha. Lakini Dr. Mwinyi akatengeneza mfuko wa ndani kwenye makusanya, tena USD, akaunti maalum ambayo akaunti hii itakuwa inaingizwa fedha kwa ajili ya kulipa madeni. Sawa, na tunakwenda vizuri. Kwa maana Dr. Mwinyi akaimarisha mifumo ya kukusanya kodi. Unajua kodi ndio inaendesha maendeleo. Kwa maana alikusanya mifumo ya kukusanya kodi. Ikawa sasa kodi, kwa mfano ukiangalia ZRA, sawa, ukiangalia TRA imeshoot katika ukusanyaji wa kodi. Kwa maana unaona kwamba ile kodi inokusanywa na ubunifu wa Mheshimiwa Rais, mambo yanakwenda vizuri. Lakini pia chama chake, Chama cha Mapinduzi, tumekuwa jukumu moja la CCM ni kuisimamia serikali yake, kuhakikisha yale tuliokubaliana na wananchi kupitia ilani hii yanatekelezwa. Na ndio maana mara kwa mara kama chama tukiona pahala bado jambo halijenda tunamkumbusha, mzee, ulikuwa kuna ahadi 1 2 3 haijatekelezwa. Kwa mfano hivi sasa hivi tuna kazi, na mimi kama mwenezi ambaye nasimamia ilani nina kazi kupitia ahadi zote za rais ili kumkumbushia. Kuna mambo ambayo yako kwenye ilani amepata hilo anakumbuka analitekeleza. Kwa maana hiyo siri kubwa commitment ya Rais Mwinyi. Lakini utashi na mapenzi ya Zanzibar kutaka kuibadilisha. Wai wenzetu wanaweza, sisi tusiweze kwa nini? Tuna macho, tuna miguu, tuna mikili, ni ubunifu tu. Na ndio maana Dr. Mwinyi akasema na sisi tukamwambia hataki kuwa na mradi unaochukua zaidi ya miaka 2 hujakamilika. Tulizoea nyuma kutengeneza kuwa na mradi ukachukua miaka 5 yote na unakamilika. Yaani rais anaondoka amela kipindi cha pili ndio mradi ufunguliwa. Leo angalia miradi yote ya Dr. Mwinyi. Si mashule, si hospitali, mwaka na nusu mradi umekwisha. Watu wanaanza kutumia. Kwa maana hiyo tumekuwa very serious na Dr. Mwinyi kawa very serious katika kuhakikisha yale kero za Wazanzibari, matakwa ya wananchi wa Zanzibar yanatekelezwa. Ndio maana siri kubwa ya mafanikio hayo ni kwanza yeye mwenyewe rais, utashi wake na ufuatiliaji. Sheikh Dr. Mwinyi halali. Wewe unalalaje? Wewe Dr. Mwinyi mtumie message saa 9 usiku atakujibu. Inajibiwa. Hana robot pale kama anajibu. Kila kati anakaa nafikiria atawatumikia vipi, na hii ndio karama ya uongozi. Unajua sometimes uongozi ni kipaji, ni gifted, anatoa Mungu. Na ndio maana hata maandiko ya Mungu anasema tuti mulku man tashau. Mungu anampa ufalme amtakaye.
kwa sababu Mungu anajua huyu nikimpa uongozi atawatumikia watu, anao uwezo nao. Kwa maana Dr. Mwinyi ndio maana mnaona maajabu na mtaenda kwa maajabu. Bajeti hii inayokwenda sasa hivi ambayo miaka 5 yake anamalizia ndio itakuwa atafanya vitu vingi kuliko hiyo 4 iliyopita. Sasa watu wanajiuliza, ikiwa 4 kafanya hivi mmoja, kwa kweli kwa mfano sasa hivi jamaa zangu wauzi kule wataondokana na adha ya kusubiri maji yatoke ndo apite. Chuma anaika bridge pale. Alafu anaunganisha na barabara moja kwa moja Kizimkazi. Kilomita 3.5. Hebu angalia. Sasa hivi tunafanya feasibility study, tunataka watu wa Tumbatu na wao. Tunaunganisha na Mkokotoni. Mambo kusubiri vidao nini hatutaki. Watu wawe wana maingiliano masaa 24 katika kutoa maendeleo. Na ana mipango mikubwa sana kuibadilisha. Lakini Dr. Mwinyi anakwenda kujenga miji mikuu 3 mipya. Tuna mji wa Chumbuni pale. Tuna nyumba zaidi ya 100 ngapi pale. Katembeleeni mtaona kazi imeanza ujenzi. Lakini tunajenga mji mwingine Kisakasaka. Lakini tunakuja kujenga mji huo zamani kwa maana Kilimani, Kikwajuni tunaubadilisha. Dr. Mwinyi Smart City. Tuna malengo nchi ibadilike. Lakini Pemba tunajenga pale Mfikiwa Furaha. Tunakuja nyumba za kisasa kabisa. Tutajenga kule Micheweni nyumba za kisasa kabisa. Huyo ndo Dr. Mwinyi. Na hiyo ndio alama tunayozungumza, na hiyo ndo miaka 4 kama 400. Mheshimiwa Mbeto, turudi hapa, vijana ni taifa la baadaye, lakini pia tunaona serikali imekuwa ikiboresha viwanja vya michezo, hususan kama ambavyo wamezungumza kama sikosei kwamba inakwenda kutengeneza ajira kupitia michezo. 2025-2030 serikali ya CCM ina mpango gani na vijana? Serikali ina mpango mzuri. Kwanza mwenyewe umesema kwenye hiyo michezo. Kwenye michezo hiyo tumewekeza ili zile talent zenu, vipaje vile sasa vikue, vionekane. Nilikwambia mchezaji mmoja anaweza kuuza, kuna watu sasa hivi baada ya kuwekeza duka ukauza samli, ukauza mchele, sasa hivi watu wanawekeza kwenye watu. Leo mimi nikipata pesa mimi mwenyewe najenga academy yangu. Sawa? Najua hawa vijana 20 hao ninaolea, hawa wakiperform vizuri, nikiwapeleka kwenye ligi ya hapa tu wakaanza kuonekana. Leo mchezaji unaweza kumuuza mmoja, wewe akapata na wewe ukafaidika. Yaani within 5 years ukaja kwa multi-millionaire. Wachezaji wako 5 tu ukawauza nje. Huo ni uwekezaji. Lakini sisi tunataka kuondoka kwenye michezo kama entertainment. Tunakwenda michezo kama ni utalii, ajira. Kwa maana tunataka kufanya kwamba michezo iwe utalii. Yaani tunataka kuleta utalii wa kimichezo. Kwa mfano, leo kuna mfano kwenye kanda hii ikifanyika mashindano, wanasema wapi kuna viwanja vizuri kwa kufanya mazoezi, ni Zanzibar. Kwa maana timu zile kama zinacheza labda Afrika Kusini ndo karibu, Kenya ligi, wanakuja kuweka kambi Zanzibar. Sawa? Kwa sababu watapata access ya viwanja, wanaruka tu kwenda kwenye michezo yao. Lakini sasa tutaweza kufungua Zanzibar kimichezo mbalimbali. Ndio maana tunajenga multipurpose sport. Sasa hivi tuna mpango, tunamalizia kujenga bwawa kubwa la kuogelea Olympic standard pale Maruhubi. Kwa maana keni maji, michezo ya kuogelea duniani itakuwa inaweza kufanyika Zanzibar. Na Zanzibar ukiangalia ni kisiwa cha utalii, sisi ni beach yetu ya 3 kwa ubora duniani. The best is a beach. Iko number 3 duniani kwa best beach duniani. Kwa hiyo mtu anakuja anajua akija Zanzibar anapata flavors zote. Nitapata kuenjoy kwenye fukwe, nitapata kwenda historical site, sawa? Nitapata kwenda kwenye michezo mbalimbali. Leo tuna uwanja mzuri tu kule Seacliff wa golf. Mmetembelea je kule? Bado tujifika, lakini Leaders TV tutafanya hiyo safari. Haya mambo ndio Dr. Mwinyi aliyoasisi. Kwa maana hiyo sisi tunataka tuondoke kwenye michezo kama burudani, tuweke michezo kama ni sehemu ya kucreate job kwa vijana wetu. Mheshimiwa, tukiwa tunaelekea tamati kutokana na muda, tunaelekea kipindi cha uchaguzi mkuu Oktoba 25. Kwa hiyo kuna katika kipindi hichi cha sayansi na teknolojia, vipi CCM inakabiliana na propaganda na upotofu kutoka katika vyama vingine vya kisiasa, vyama vingine vizani? Sisi tunakabiliana kwanza kwa kufanya mambo. Unajua mimi kama mwenezi, mfano
unaponipa vitu vya kuvisemea, kama hivyo mfano unavyokuambia, mtu akisema kitu hakipo kile pale, tunakubaliana nao au tunakabiliana nao kwa kueleza uhalisia hizo propaganda zao. Na ndio maana ukaona hata jamaa hawapinzani sasa hivi hawana ajenda yote, ajenda yao matusi, kumwataki rais wesi kwenu, sijui muungano. Sasa vitu ambavyo kwani muungano kauanza Mwinyi hapa? Mwinyi kaukuta, baba yake Mwinyi kaukuta muungano, aliunganisha muungano si Karume. Yuko wapi mzee Karume? Sasa watu wamekosa ajenda. Leo wewe unaenda kuambia watu barabara si maendeleo. Sawa? Labda majengo si maendeleo. Bro, mimi kabla sija mwenezi nilikuwa kamishna utalii. Imenipa fursa kutembea nchi nyingi duniani. Wenzetu tunakwenda vijana, unafikiri leo vijana nyinyi mnavutika kwenda Ulaya kwa sababu gani? Si mnasema Ulaya bwana imejengwa. Au sio? Wa China wakati wanafanya reform, bahati nzuri mimi naenda China marais. Nimepelekwa kwenye chuo cha Dalian wakati wa Jakaya Kikwete mdogo. Tulikwenda China kusomeshwa sisi. Tulikaa hapa. Baadaye nikaenda tena kuna chuo kimoja kinaitwa Aibo. Chuo ambacho kikuu kinasomesha masuala mahusiano na masuala biashara. Wa China katika reform walisema ili China ibadilike ivutie, ili China iwafanye vijana wako wabakie, kwanza wafanye mabadiliko kwenye nini? Infrastructures, kwenye miundombinu na kwenye construction na kwenye majengo. Leo uangalie China ilivyo, ina skyscraper kila pale. Leo China ina miundombinu ya usafiri na usafirishaji kila aina. Ukienda China unakuta kuna metro zile chini kwa chini zile. Ukienda China unakuta mwendo kasi kama hizi tunaanza sie. Ukienda chini kuna mabasi ya umeme, yani kila usafiri na taxi zipo. Na mpaka vile vibaskeli unatia bakoni zile. Unakichukua mwenyewe unatupa. Hayo ndio maendeleo. Watu wanavutika na miji. Leo hakuna hata mtu mmoja atakucheka wewe ukisema madaraja si maendeleo, barabara si maendeleo, ili urahisishe mifumo yako ya kiuchumi. Leo mvuvi wa kule Kizimkazi nyumbani kavua samaki wake, anataka kuja kupata soko lenye bei nzuri, aje mjini, si ndio? Kama barabara mbovu anakujaje? Samaki sana haribika njiani. Leo mvuvi kavua tumbe kule ama kavua kojani, anataka kumleta wete sokoni, kama miundombinu mibovu, anapata faida gani? Kwa maana hiyo infrastructure moja ni kichecheo cha uchumi wa wananchi. Lakini wewe leo unavutia investment, unataka uwekezaji kwenye nchi yako. Kama huna miundombinu mizuri ya barabara, huna miundombinu mizuri ya umeme, huna miundombinu ya maji, huna miundombinu mizuri ya policy zako za uwekezaji, nani anakuja kuwekeza? Kwa maana hiyo kama njia mbovu, inabidi mwekezaji atumie more than expense, atumie harama zaidi. Kwanza ajenge barabara, atafute maji, atafute umeme, nani atakuja? Na ndio maana watu wanaweka mazingira mazuri ili kuwafanya watu wakija tu anaweka mradi wake kama kiwanda, kila kitu kipo. Na ndio maana ukiangalia eneo la Micheweni, ukiona eneo la Fumba, ile miundombinu yote imewekwa kuwarahisishia wawekezaji, na huo ndio uchumi. Ukiona watu wanaendelea, cha mwanzo lazima wafanye reform kwenye infrastructure zao, sawa? Wafanye reform kwenye sera na sheria zao za uwekezaji. Na ndio maana leo Zanzibar tuna miradi mikubwa ya utalii, hoteli za kitalii kubwa tu. Tuna hoteli zaidi ya 600 sasa hivi. Sawa? Ndio maana ukiona utalii unachukua 30% ya GDP ya Zanzibar. Kwa sababu gani? Tumeweka miundombinu, na maana tunasema we need the repeaters tourism. Repeaters tourism. Tunamtaka mtalii ende arudi tena. Tumemtaka mtalii aongeze siku. Baada ya kukaa siku 3-5, sasa hivi Zanzibar mtalii anakaa mpaka siku 7. Ana spend, anatumia. Vijana wetu wanapata kazi, nchi inapata kodi, mambo mengine yanaendelea. Lugha nyepesi kabisa tuseme kwamba system inakabiliana na propaganda na upotoshaji kutoka vyama vingine vya upinzani kwa vitendo. Kwa vitendo. Sisi hatupigi maneno tu. Hatuna propaganda za maneno tu. Mheshimiwa Mbeto, neno lako la mwisho mlipi kuelekea kwa Dr. Mwinyi
kipindi hichi ambacho tunakwenda kwenye uchaguzi mkuu Oktoba 20. Mimi ni muombe Mheshimiwa Rais Dr. Mwinyi, na bahati nzuri ndio mgombea wetu, kwamba aendelee kutimiza matakwa na ahadi zake kwa wakati. Akiweza kutimiza ahadi zake kwa wakati, wananchi wanaona. Kwa maana hiyo mimi ni muombe Mheshimiwa Rais kwamba asivunjike moyo. Anayowafanya dunia inaona, Wazanzibari wanaona, na kila mtu anaona, na chama chake kinaridhika na tunamwamini. Kubwa ni watake Watanzania na Wazanzibari tuendelee kudumisha amani na utulivu tunapoelekea kwenye uchaguzi. Kila mtu akapige kura, achague viongozi wanawapenda, lakini mimi sina shaka kwa kazi kubwa nzuri iliyofanywa na Dr. Mwinyi, Wazanzibari watamchagua tena kwa kura nyingi sana. Sikuambieni tu leo Dr. Mwinyi kafanya jambo ambalo alipo hapa. Ukiacha kupandisha mishahara 100% kwa watumishi wote, katoa pensheni ya kawaida kutoka 90 mpaka 80 times 2, lakini kaifanya pensheni jamii kaipandisha kwa wazee 150 kutoka 20,000 mpaka 50,000. Pensheni hii analipwa kila mzee wa nchi hii alotumia miaka 70. Kigoto chako ufike miaka 70 tu umefanya kazi serikalini, ukufanya. Hakuna Afrika nzima. Na Dr. Mwinyi anawalipa, na sio hivyo tu. Wale wazee wanaohifadhiwa kwenye nyumba za wazee, wale mzee anakoko kule anakula bure, anavaa bure, sawa, anatibua bure na anapoa 40,000. Ukiacha 40 na kama katimia miaka 70 anapoa na ile 50. Kwa maana mzee kule analala bure, anatibua bure na stili anapoa 90,000 na Dr. Mwinyi. Dr. Mwinyi oye. Hatuna sababu wa Zanzibar kutokumpa kura tena. Tutampa, hatuna mbadala na Dr. Mwinyi kwa mambo aliyofanyia.